Yes, ni weekend nyingine mpya ya Meza Game Time. Tupo hapa kwa ajili ya kuandalia mijadala mbalimbali, lakini pia tunaletea view yote ya michezo ambayo inakwenda kuchezwa weekend hii kwenye ligi mbalimbali barani Ulaya, ligi kuu ya nchini Uingereza, ligi kuu ya nchini Italia, Spain na matukio yote ya kimchezo ambayo yanatokea kwenye ligi hizo. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na Skills Sensei, shabiki wa Arsenal ambaye weekend hii London Derby, lakini nipo na Moro King kwenye Meza Game Time leo. Bwana, mko vizuri? Sawa kabisa. Safi kabisa. Kuna mtu weekend hii anaenda kulia. Na tunajua sio Spurs. Atakuwa ni nani? Itakuwa ni Liverpool. Itakuwa ni Liverpool. Basi wadadisi wa mambo tena kucheck Spurs yupo na nani? Na ni kwa nini Spurs atalia peke yake? Hatulia. Yes. Bwana, hiyo ni michezo ambayo tunaenda kucheki, michezo ambayo itachezwa weekend hii, na tunaanza na michezo ya siku ya Jumamosi, moja kati ya siku ambayo kwa kiasi fulani ni siku ambayo imebeba michezo mikubwa, na mchezo wa kwanza mkubwa kabisa ambao utatazama na watu wengi sana ni mchezo wa Chelsea dhidi ya Burnley. Moja kati ya mechi kali, kwanza kwa Rosini ambaye bado anaonyesha uimara wake kama kocha kijana na mpya ndani ya Chelsea. Lakini kwa Burnley hana mwendelezo mzuri sana, lakini anajua kucheza game kubwa. Amewazuia Liverpool wasiondoke na alama 3. Alikuwa lazima ailete. Yes. Kwa nitafutia engo ya kunipigia. Kwa upande wa Chelsea, power yake ya kikosi, mbinu za Rosinia zinaweza zikampa matokeo mbele ya Burnley. Ideally expectations ni kwamba Chelsea anachukua points kwa sababu sidhani kama watapata changamoto dhidi ya Burnley kwa sababu Liam Rosenia katika mechi ngapi alizocheza, mechi 5 za Premier League msimu kuanzia Januari alivyokuja, ameshinda 4, amedraw 1. Nadhani amedraw dhidi ya Leeds, lakini zingine zote 4 ameshinda. Na Burnley yuko kwenye relegation. The other time tulisema timu inaopanda daraja, kitu cha kwanza wanachokitaka wao ni kubaki kwenye Premier League, alafu mambo mengine yafuate. Nilikuwa naangalia interview ya Claudio Ranieri ambaye aliwahi kuwa kocha wa Leicester ambao ilishinda ubingwa. Nadhani ubingwa 2015-16 kama sikosei. Na Claudio Ranieri alisema alivyofika Leicester akapewa kibarua. Key performance indicator zake ilikuwa tu vitu viwili. Moja, hakikisha msimu ujao tunacheza Premier League. 2, ili kufanikiwa hivyo inabidi upate at least point 40. Yaani alipewa kwamba kifikisha point 40 malengo ya timu. Yaani malengo yetu sisi ni mawili tu. Moja, tuwepo Premier League msimu ujao. 2, minimum 40 points zinakutosha kabisa. Akaangalia kikosi, akaangalia wachezaji aliokuwa nao, akaangalia atmosphere ya eneo lao, akasema kuna kitu naweza nikapata na hawa watu. And guess what? Leicester alichukua ubingwa msimu huo. So hatuwezi kumuongelea Burnley katika meza moja na Leicester ya msimu ule kwa sababu technically kuna timu ambazo tayari zimeshashuka daraja na Wolves ni moja wao, na mtu ambaye anaelekea kwamba yeye tayari daraja ameshalisogelea, anaelekea chini ya daraja ni Burnley. Kwa hiyo sioni namna ambavyo Burnley anaweza akamsumbua. So afya pia kwa Chelsea. Afya imekutana na timu ambayo ipo kwenye nafasi ile. Yes, si afya ni game, it's football. Hamna mtu anaenda na matokeo yake mezani, lakini baadaye tunaangalia quality. Kwamba kwa quality ya Burnley na quality ya wachezaji wa Chelsea, nadhani kuna sehemu ambao kuna wako madaraja mawili tofauti. And though I expect it to be a very good game, lakini naona Chelsea has it. Nafasi ya kuchukua. Sahihi. Bwana, Aston Villa kwa kiasi fulani mechi ya mwisho dhidi ya Newcastle United kwenye kombe la FA kapoteza kwa goli 3-1, lakini pia hana mwendelezo mzuri sana, hana mwendelezo ambao tulitarajia nao, hana mwendelezo wa kuvutia kwenye ligi kuu nchini Uingereza. Yeah.
dhidi ya Leeds, tena Aston Villa ikiwa nyumbani. Leeds ambaye kwa kiasi fulani anajua kucheza mchezo mkubwa. Dhidi ya Chelsea inaonyesha performance nzuri, dhidi ya Liverpool inaonyesha performance nzuri. Just ana wachezaji ambao wanampa magoli, wanampa matokeo, wanampa wapo ni alama moja lakini wanampa na magoli pia. Dhidi ya Aston Villa anakwenda pia kupoteza alama dhidi ya Leeds. Aston Villa game kwanza ya nyuma kabla hajacheza na Newcastle kwenye FA alishinda yale magoli tunasema ya usiku sana. Kipindi watu wamelala ndo unakuja kuondoka kumbe alishinda. Kama mkeka umesha unatafuta cash out, lakini Aston Villa anakunyanyua. Na ndo ilivyo football. Football ni mchezo wa makosa, ni mchezo wa kulazimisha nani anautaka zaidi ili aweze kupata matokeo. So unapoiangalia game kati ya Leeds na Aston Villa, nategemea itakuwa ni game nzuri kwa sababu Leeds ni timu mojawapo ambayo inajua kufunga. Inajua kucheza na game, inajua kucheza game kubwa kama ilivyocheza game na Chelsea, kutokea goli 2 nyuma mpaka kuchomoa game inaisha 2-2 na timu kama Chelsea ambayo kwa namna moja au nyingine kama alivyosema Muru ilikuwa imeshajipata KPL kwa kushinda game 4 mfululizo. Haikuwa form mbaya kiasi kwamba kushindwa kupata alama 3 ukiwa tayari una mtaji wa goli 2. Kwa hiyo unaona kabisa maturity ya Leeds iko level. Ukimfuatilia tena game ya katikati ya wiki ya FA alishinda, kwa hiyo amequalify kwenda kwenye hatua ya 16. Kwa hiyo ni game ambayo sijajua exactly kama Unai ataiapproach kama finali au ataiapproach kama ni robo finali kwenda nusu, lakini naamini atakuwa amefanya umwe kubwa sana kwenye game ya kile kilichompata katikati ya wiki na Newcastle. Ni game ambayo kiufundi naona makocha wote wawili watakuwa wamejiandaa kwenye kucheza mpira wa haraka kama kawaida. Tukitegemea magoli yatokee hasa kwenye wings kama wanavyopenda kucheza Aston Villa, kumtegemea sana Rodgers. Na sasa hivi naona Leon Bailey na yeye amerudi uwanjani. Amerudi uwanjani tena vema, anacheza game in game out. Katikati labda anaweza kumaanisha Buendia, kwa sababu kwenye game kama ile hamna haja ya kukaba, kwa sababu anacheza na watu ambao muda wote wanakuja. Kwa hiyo itakuwa ni kati ya tunasema ile tupishane, atakaye mfunga mwenzake nyingi ndo mpira umeisha. Kwa hiyo tutegemee game ya kasi na game yenye matokeo kwa upande wa Aston Villa, kwa sababu tunasema maturity ama tunasema concentration kubwa iko kwa Aston Villa kuliko ilivyo kwa Leeds, kwa sababu Aston Villa ana kila cha kupoteza, kwa sababu sasa hivi anawinda kwenye, ukisema ametoka nje ya ubingwa sina uhakika, kwa sababu kwenye point 10 kwenye game 11 lolote linatokea. Ukisema Aston Villa ametoka kwenye top 4 sitaweza kuelewa kabisa, kwa sababu nafasi aliyokuepo ukiwaangalia nyuma yake at least wanahitaji kupoteza game zaidi ya 2 ili wao wafike pale. Kwa hiyo unaona kama matokeo yatakwenda kwa nani. Bwana Aston Villa moja unasema ni mtu ambaye kwa kiasi fulani unawasagia kunguni Aston Villa kwamba kuna siku tu I think ilishafika. Streak ya mechi 9 mfululizo kwenye Premier League na mechi 11 kwenye michuano yote ilishaisha. Baada ile honeymoon phase ya kipindi kile ilishaisha, and wanakutana na timu ambayo imepanda daraja. Wanakutana na timu ambayo haitaki kurudi ilikotoka, kwa sababu lengo kubwa la timu yoyote inayopanda daraja ni kuhakikisha wanacheza Premier League the next season. Na kama nilivyotoa story ya Claudio Ranieri, alisema Leicester walivyopanda daraja wao lengo lao kubwa lilikuwa ni kuhakikisha tu kwamba msimu unaofuata watakuwepo kwenye Premier League. Hawakuwa na ndoto za ubingwa, hawakuwa na ndoto za Champions League, hawakuwa na ndoto za Europa wala Conference, japo kipindi hiko Conference haikuwepo. Kwa hiyo
Aston Villa atakuwa na mchezo mgumu sana dhidi ya Leeds, kwa sababu ya changamoto kubwa ya Leeds ni kwamba kwanza pamoja na kwamba hawajajihakikishia 100% kwamba hawashuki daraja, lakini wako sehemu salama. Wana point 30, nadhani wana point 30 ambao wanampita paka Spurs kwenye point. Tukiangalia hapa kwenye msimamo wana point 30, wako nafasi ya 15. Walio kwenye hatihati ya kushuka daraja ni West Ham, Burnley na Wolves, ambao Leeds amempita West Ham point 6. Point 6 maana yake ni kupoteza mechi mbili. Sasa at least yapoteze mechi mbili alafu West Ham ashinde mbili ili amfikie. It's not an easy task. Kwa hiyo Aston Villa ana kazi kubwa, kwa sababu Aston Villa yupo juu nafasi ya 3, ana point 50 I think. Kwa hiyo anatazamia kuhakikisha kwamba anazidi kuongeza zile point. And the issue is, lengo la Aston Villa halijulikani. Unajua kwenye ligi teams zinakuwa na malengo. Mimi nataka Premier League, mimi nataka Champions League kushiriki next season, mimi nataka kucheza Europa, nataka kucheza Europa Conference. Malengo ya Aston Villa hayako wazi. Kwa hiyo mimi nafikiri Aston Villa ame-overachieve. Yuko pale kuvuruga. Mimi naamini I believe Aston Villa ame-overachieve kwa sababu malengo yake hayajulikani. Hawezi siku moja Aston Villa wakasema sisi ule msimu tulikuwa tunataka kushinda Premier League. Haiwezekani. So unlike Leeds ambaye clear cut goals za Leeds zinajulikana, ni kubaki Premier League msimu ujao. Ogopa sana timu kama hiyo bro. Sasa ni hizo nilisema ni Aston Villa hawana malengo. Sio kwamba hawana malengo lazima wanayo, lakini hayaonekani, hayajulikani. Wao wanacheza ili, yani wao wanataka kushinda ili niwe nini, wawe mabingwa, kwa sababu right now tunajua Arsenal wanautaka ubingwa. That is clear. Manchester City ubingwa wanautaka. Sisi wengine Mungu saidia, tukipata heri, tukikosa unyama pia. Nini ya Liverpool? Sisi hatupo kwenye hizo conversations. Okay. Ni wale wanaotaka ubingwa. Manchester City wako uwanjani dhidi ya Newcastle United. Kwa moja la mechi sana. Aston Villa, Newcastle United ametoka kuibuka na ushindi kwenye FA dhidi ya Aston Villa. Lakini Aston Villa alikuwa pungufu kidogo kwenye ule mchezo. Kwenye ilikuwa ni nini? FA. Yani alikuwa pungufu bahati mbaya makusudi. Hizo si, yani hiyo yote ni ndani ya mpira. Unless kama alikuja pungufu kuanzia changing room sawa. Lakini kama walianza wote ikatokea mmoja hayupo na hajauliwa, ilikuwa ni tatizo lake kujitoa. Na hajakatazwa kucheza. Hilo ni tatizo lao. Dhidi ya Newcastle United. Mbio za Pep Guardiola hazionekani zikiishia kwa Newcastle United kama mimi ninavyoona. Vipi, unaona hivyo? Kwa sababu I think wana kikosi ambacho kinaweza kawapa matokeo kwenye mchezo dhidi ya Newcastle United. Mwanazuoni Joel Ntile huwa anasema anaiogopa sana Manchester City ya msimu ujao. Yaani Joel ame-advance, haiogopi Man City ya msimu huu, anaiogopa Man City ya msimu ujao. So here's the thing. Ikitokea mwishoni mwa msimu huu Pep Guardiola akashinda EPL, kuna mambo mawili anatakiwa kufanya. Moja, aandike kitabu cha miaka yake 10 ya yeye kushiriki Premier League. 2, aondoke EPL haraka sana, because here's the thing. Man City akishinda ubingwa huu atakuwa ameshinda kwa tabu mno. Sidhani kuna wakati ambao Man City ameshinda kwa tabu kama msimu huu. Kwa sababu every time ambapo tulikuwa tuki-expect Man City ashinde ili ya closing gap na Arsenal, either alidraw au alipoteza. Na the issue is, yeye kushinda pekee haitoshi. Anatakiwa yeye ashinde. In the meantime Arsenal wapoteze, because that is the only way Man City atashinda ubingwa. Arsenal wasipo sleep kuanzia sasa hivi, Arsenal wakakaza buti,
buti la zungu, akasema mguu kati, mguu sawa, mguu pande, mguu sawa, mbele tembea, anashinda kikombe. City atakuwa kwenye disadvantage. Kwa hiyo every game ambao City anacheza kuanzia sasa hivi anavyocheza na Newcastle is a final, huko wakiwaangalia Arsenal wanafanya nini, unanielewa? Kwa hiyo depending na matokeo ya City, depending na matokeo ya Arsenal na hizi timu zingine, City bado yuko kwenye disadvantage. Kwa hiyo Newcastle wana kibarua kigumu, kwa sababu everything to them screams kwamba hawa mabwana hawa wanataka ku close in the gap, unajua? Yes. Kwa hiyo Newcastle atakuwa na hali ngumu sana kucheza na City, ambaye City anaelekea sasa kuonekana amejipata, kwa sababu there was a time City alishinda game 15 mfululizo na kocha hakuwa Sir Alex Ferguson, kocha alikuwa Pep Guardiola. What makes us think kwamba hawezi kufanya hivyo? But in a nutshell, City inabidi ashinde, Arsenal wapoteze, ndio tuone sasa okay. Unless otherwise Newcastle atakuwa na hali ngumu sana hiyo mechi. Pamoja na kwamba hana matokeo ya kufurahisha Newcastle, kwa hiyo tunategemea atakuja kama Simba aliyejeruhiwa na nyumbu. Wewe ni Simba bro, na meno makali na kila kitu, wewe nyumbu unanijeruhi. Kwa hiyo it's going to be a tough game, but I give it to City. City siku za hivi karibuni ameimarika wapi zaidi ndani ya uwanja, kwa sababu nyuma kwa anacheza hivi alikuwa anapoteza sana michezo, lakini hivi sasa akipoteza lazima kuwe na reason zinazoonekana kwamba City ndio kapoteza sababu fulani, lakini ile tatizo lisingekuwepo City game hii alikuwa anashinda. Kipi ambacho kilikuwa hakipo mwanzo hivi sasa kimeongezeka ndani ya Manchester City? Kwanza tukubaliane, City alikuwa na majeruhi wengi kuliko baadhi ya timu zilizokuwa zinagombania ubingwa. Hilo tukubaliane la kwanza. La pili ndo tunakuja kwenye ile fetiki ya wachezaji. Mimi mpaka leo ukiniambia kwamba shida ni mbinu za Pep zimeshake, sitakuwa na sitakubaliana kwa upande huo. Mbinu za Pep zinaweza kuwa ziko sawa, lakini watu wa ku-execute zile mbinu ndo kidogo walikuwa hawapo uwanjani. Kwa mfano City amekutana na reshafu kubwa sana kwenye backline yake. Ameumia Nuri, kaumia Guardiola, kaumia Diaz, kaumia Neves. Hao wote ni watu ambao walikuwa wanawategemea pale nyuma. Kaumia mpaka Lewis. Kwenda mbali zaidi alianza msimu na Trafford. Yeah. Akaona Trafford hatoshi, kabidi amlete nani? Donnarumma, ambaye kwa namna moja au nyingine amefanya kazi yake stahiki mpaka sasa hivi. Ndio inayosababisha City wawepo walipo sasa hivi. Kuna save anafanya Donnarumma, unasema kama angekuwepo kipa mwingine goli. Hili ni goli. Na ndo Donnarumma ndo kazi zake zile za kuwashangaza. Kwa hiyo City sasa hivi City sasa hivi anaanza kugain kwa sababu watu wake ambao wanawahitaji kwenda nao vitani wamerudi na wanarudi taratibu. Hicho ndo cha kuogopa zaidi. Bora warudi wote, mjue sisi jeshi limefeli au linaenda mbele. Lakini anaporudi mmoja mmoja, yani anamintroduce mmoja, jeshi linaondoka, na mtroduce wa pili, jeshi linaondoka. Kwa sababu kama sasa hivi Rodri alirudi, Kovacic akapata majeraha, Nico Gonzalez akapata majeraha. Sasa hivi Nico amerudi, Kovacic yuko mbioni. Akawa anamlazimisha Lewis aje acheze katikati. Rodri amerudi, baba mwenye nyumba. Juu alikuwa na majeruhi ya Mamush, akapata majeruhi ya Haaland kipindi fulani, akapata majeruhi ya Doku, akapata majeruhi ya Foden. Sasa hivi hao watu wote tunawazungumza hapo wote wamerudi. Hao watu wote sasa hivi wanapishana pale juu. Licha hao watu wote akamuongeza Semenyo. Sijui kama unanielewa. Akamuongeza Semenyo. Wakati Guardiola anarudi kutoka injury na Diaz akamuongeza Gueye. Yeah. Sijui kama unanielewa. Matatizo yake mengi ni beki. Yes, yalikuwepo. Kwa hiyo mabeki wake wanapona, alafu anamkuta mtu kama Gueye yupo. Mtu ambaye EPL anaijua for 4-5 season. Anajua nini afanye, sehemu gani ya kufanya maamuzi, sehemu gani asifanye. Kwa hiyo City kilichokuwa kinamsababisha analega sio ubovu wa City.
City nyewe watu wanasema mbovu, lakini City hiyo unaosema mbovu haishindi, imepitwa pointi 4. Na sehemu wakishana na Arsenal kwenye pointi, so mechi za draw, wana draw sawa na Arsenal, draw 5. City tu amepoteza game nyingi zaidi, ambao ni game 2 zaidi ya Arsenal. Na ndio maana Arsenal anaongoza kwa pointi 4. Sio mbovu kama watu wanaiportray huko mtaani ama baadhi ya watu wanavyozungumza. City ameslip, ambao watu wote wameslip katika ligi. Ni ngumu kushinda mechi zote au kutofungwa mechi zote, inatokea, lakini sio kila siku unakutana barabarani na mbwa anaendesha gari. Yani vile vitu ambavyo vinatokea very rare. So sioni sababu ya kuniambia kwamba tatizo la City ni Pep. Hapana. Pep alikuwa hana watu wa execute mbinu zake, na sasa hivi wamerudi. Na hicho ndio kinachoenda kumkuta sasa hivi Newcastle. Anaenda kuikuta City inaunuka damu. Yani City ambao inasema yoyote anekaa katikati ya njia yangu inabidi asogee kwa namna yoyote ile. Okay. Newcastle iko kwenye crisis sasa hivi. Siwezi kusema ina majeruhi kwa sababu watu wote wa Newcastle alikuwa mwenye majeruhi ambao sasa hivi amerudi alikuwa ni Gordon. Na yeye sasa hivi amerudi. Kiderenge wao. Na sasa hivi amerudi, mechi ya pili anacheza. Ukiangalia back four yao iko kama kawaida, ukiangalia midfield yao ya Guimares, ya Joelinton na fundi Sandro Tonali wote wapo. Zero mikeka. Wote wako sawa. Barnes yuko sawa, Murphy yuko sawa, juu Tamade na yeye kidogo alikuwa amepata misuli, sasa hivi na yeye hajashinda goli kwenye mechi. Yani Tamada mechi 6 za mwanzo kafunga, mechi 6 zilizofuata akadisapia. Kaudraft kadogo akampata. Kwa hiyo Newcastle ni ile, sema tu ni ile, tayari watu wameshajua mashimo yao ni yapi, hawana zaidi cha kuofa. Yani ndo tayari wamefika kwenye roof, hawana cha kuofa zaidi. Yeah. Wamegota pale. Yes. Sasa anakutana na City ambayo kwa soko ubaya, kuna timu sasa hivi unatakiwa usikutane nazo. Timu ya kuanzia 17 kushuka chini, kuanzia mtu wa 17, 18, 19, 20 sio wakukutana naye. Mtu mwingine muongeze hapo Man City. Sio wakukutana naye kipindi hichi ambacho kuna kitu anakitaka. Kuna matatizo anataka kukuta, utasema kwa nini niliingiza timu uwanjani. Kwa hiyo ni game ambayo sioni kabisa Newcastle atasumbua kiasi sehemu gani. Ni game ambayo inaweza kuwa City anaweza kumaliza labda first half. City ni mbovu kweli kwenye kushambuliwa, lakini sasa hivi anakaa na mpira muda mrefu kuliko wewe unapotakiwa umshambulie. Hao ni Manchester City dhidi ya Newcastle United. Kumbuka lakini weekend iliyopita aliwanyanyasa watu wa mikeka. Manchester City alipewa goli nyingi sana, lakini kafunga goli 2-0 dhidi ya Salford. Kwa hiyo ni kupwa maji kujia ndani ya Manchester City kwenye magoli, lakini ushindi ni uhakika. Nottingham Forest dhidi ya Liverpool, bwana Mourinho anakwenda ugenini kucheza dhidi ya Nottingham Forest. Morali ndani ya Liverpool inaonekana inapotea. Sababu nini ndani ya Liverpool? Kutokuwa na muendelezo ambao una mwelekeo mmoja, kwamba just tuliona kwa Klopp ilikuwa ni Liverpool ambayo haina tofauti sana na Manchester City ya Pep Guardiola. Performance uwanjani, magoli ni mengi unapata, lakini msimu huu wanashinda mechi ijayo wanatoa sare, wanapoteza, lakini mechi iliyopita mlishinda dhidi ya Brighton goli 3. Goli la Curtis Jones, Szoboszlai na Mohamed Salah. Na nyuma yake kwenye ligi tulicheza na Fulham. Fulham tulicheza nao kabla. Tulicheza na Manchester City. Walitufunga 2-1. Controversial goli la Haaland na nini, lakini rules bro. Ilikuwa ni goli, lakini sheria zinasema goli alikubaliwi mpaka liwe goli. Goli ni goli. Na I think playing with Nottingham Forest. Yeah, and the beauty of it ni kwamba tunakutana dhidi ya Nottingham Forest ambao wamevunja rekodi by the way. Nottingham Forest ndo timu pekee kwenye Premier League ambayo imesajili makocha 4 ndani ya msimu mmoja. Mwanzo walikuwa na Nuno Espirito Santo, akala kichwa, akaja
akaja Ange Postecoglou akakaa siku 38 sijui 38 wakala kichwa. Akaja Sean Dyche wakala kichwa. Sasa wamemleta Vitor ambaye aliwahi kuwa kocha wa Wolves. Au ni watu wa kazi ngumu hao. Watu wa nani Wareno au kazi chafu. And timu yoyote ambayo unasema yani nilikuwa nafananisha na Julio. Unajua kuna makocha unawapa kazi kwa timu yako yani inalegea unachukua Julio unamweka pale. You see, timu ikisajili kocha mpya. Sasa nataka kuna ajenda yangu na iandaa. Timu ikileta kocha mpya. Unaona Manchester United? Yeah. I'm saying this kuhusu Manchester United, kuhusu Chelsea. Nitasema kuhusu Spurs. Nasema pia kuhusu Nottingham Forest. Timu ikisajili kocha mpya, kuna kuaga na kale ka feeling kwamba kama tatizo lilikuwa yule, kila mchezaji anataka kumuonesha mwalimu mpya kwamba you can trust me bro. Unajua? Kwa hiyo Nottingham Forest hawana msimu mzuri msimu huu. Wako huko mkiani. Wako kwenye relegation zone. Nottingham Forest, Wolves, Burnley, West Ham. Wako kwenye relegation zone. Wako hapo wanacheza katika daraja la wanalisogelea, wanaingia chini ya daraja. Sio wakati mzuri kukutana na Nottingham Forest ambayo ina kocha mpya na motivation iko juu. Same as baadaye sasa tutaongea kuhusu Spurs. Si wakati mzuri wa kukutana na Spurs. Spurs yuko nafasi ya 16. Spurs ana hali ngumu. Lakini back to Nottingham Forest versus Liverpool. Liverpool wanahitaji an extra push ili kupata matokeo zaidi, kwa sababu Liverpool wana kila kitu. Tuna goalkeeper mzuri, tuna mabeki wazuri. The same, Konate, VVD si mabeki wabaya, yani mabeki wakati wazuri, na that partnership has been there for years. And tuna midfield ya maana, tuna wings za maana, tuna mshambuliaji letu pale Hugo Ekitike. Ni kwa mimi mara nyingi nasema, Waswahili wanasema nzi akiacha ujinga anatengeneza asali kama nyuki. Nafikiri Hugo Ekitike akiacha utoto na ule mtaa sana, ni kama Hugo Ekitike analeta street football kwenye professional football. Kupiga visigino, kupiga backflips, sehemu ambazo hazitakiwi. Wachezaji wangu wawili najua wakiamua kukaza na kutoa A1 game, tutakuwa sehemu nzuri sana. Moja, Hugo Ekitike. Mbili, Florian Wirtz. Florian Wirtz akikaza next season, tutakuwa tuko sehemu nzuri sana. So back to the game. Nottingham Forest is not going to be an easy game kwa sababu kwanza tuko kwao. Yeah. Na wana kocha mpya kama nilivyosema, inaitwa bounce back syndrome. Ile tunataka tumuoneshe mwalimu. Manchester United wamekuwa hivyo. Paka yule shabiki akafikiri anaweza kunyoa baada ya kuto kunyoa kwa takriban siku 470 na akafikiri ile siku moja atanyoa and unyama ukakaa pembeni. So it's not going to be an easy game kwa sababu Nottingham Forest kuna kitu wanataka kuonesha. Shida alikuwa Sean Dyche, shida haikuwa sisi. Kwa hiyo it's not a great time meeting Nottingham Forest right now, but tuko nao and kama kawaida you'll never walk alone. Tutakuwepo pale, tutashambulia kwa maneno ya Hemed Morocco. Ni Nottingham Forest dhidi ya Liverpool. Shabiki wa Liverpool Morocco King kamaliza hivyo. Bana, Tottenham Hotspur dhidi ya Arsenal. Derby ya London. Upo kwenye mbio za ubingwa. Lakini pia Tottenham Hotspur wanatafuta mtu wa kufa naye. Yupo kwenye nafasi ambayo kwa kiasi fulani anahitaji hizi alama tatu kwa kiasi kubwa sana. Sababu nafasi aliyopo haimfanyi acheze kombe lolote msimu ujao. Lakini pia labda ashinde UEFA Champions League kama alivyofanya last season. Alikuwa nafasi ya 16 kama ninakukatisha. Alikuwa nafasi ya 16 akashinda Europa, akaenda Champions League. Yeah. Isn't God wonderful? Kapita mlango wa nyuma kafika anapotaka. Sahi kwa Arsenal mbinu za Mikel Arteta unaona zikifua dafu mbele ya Tottenham Hotspur. Kaka, kwa hizo games zobaki 11 hamna mbinu tena. Ni kwenda kufia uwanjani. Yaani
unapohitaji point kwenye game 11, kwanza mechi 11 zote ni finali. Haijalishi unakutana na nani. Achia mbali tactics, achia mbali motivations, achia mbali morali. Kinachohitajika pale kwanza ni kutengeneza watu mentality, kwamba mpaka tulipofika hapa nyie ni legend. Kilichobaki ni kidogo kuliko tulichokianza. Tunene tukakimaliza. Hapo kwa sasa hivi ukiniambia uanze kutweak tena formation na nini, yanaweza yakatokea hayo kama unakutana na timu ambayo unaweza hamna level ya hasira mliokuwa nayo. Kwa sababu umeona game na Brentford. Level ya Brentford kucheza derby ilivyokuwa. Ingekuwa Brentford anacheza na timu nyingine ungeweza kuona labda mchezo tofauti. Lakini inapokuwa kwenye derby na mtu yuko nyumbani, bro, games zinakuwa ziko tofauti kabisa. Kuna kushinda vizuri na kushinda vibaya. Ndio ile tunasema unashinda ugly. Hakuna mtu sasa hivi anaweza kukusifia umepiga pasi 60, umepiga pasi 500, umepiga pasi buku, umeondoka na possession ya 800, expected goals 12, mwingine ana 0 ila umefungwa 1 bila. Hakuna mtu anakukumbuka kwa hilo. Hata siku moja. Mtu anakukumbuka kwa kuchukua point 3 na kuondoka nazo. Na ndio hicho ambacho Arsenal inabidi akifanye Jumapili. Nenda kwa Spurs, nenda kafanye kazi, yani go and make the job done. Hakuna story nyingine yoyote. Na Spurs unakutana na ambayo imemleta kocha alikuwa Juventus. Ni kocha alitoka Olympique Lyon kabla hajaenda Juve. Hakuwa na muendelezo mzuri wa matokeo Juventus, lakini ni kocha ambaye unamuona kabisa ana vitu, kwa sababu yeye ndo alipeleka Lyon Europa karibia nusu finali ilikuwa ile. Akaenda kuchallenge ubingwa pia wa Ligue 1. Kwa hiyo akaenda kumchallenge PSG. Kwa hiyo unamuona ni kocha ambaye ana vitu. So ukilinganisha kwamba Spurs watataka kumuonyesha kwamba kocha mpya, shida haikuwa sisi. Shida ilikuwa ni mtu anayetupa mbinu, bwana Thomas Frank. Tukuonyeshe kwamba nani anaweza akaanza first 11, nani anaweza akasubiri. Kwa hiyo the moment umepewa chance, kile ndo unatakiwa muonyeshe kocha kwamba mimi ndo mtu sahihi wa position hii. Watakosa baadhi ya wachezaji kama na wao wanasumbuliwa na majeruhi mengi sana, zaidi ya wachezaji 6. Watakuwa na wakati mgumu, na Arsenal na yeye ameokota majeraha ya mtu mmoja juzi. Kai Havertz ameongezeka na yeye kuingia wodini. Nafikiri ndo ingizo jipya sasa hivi. Tukiangalia Arsenal ni ngumu sana kumfunga sasa hivi kama hataki mfunge. Ni timu ambayo haiwezi kufika uwani mapema kama wao wanataka game iishe suluhu. Kwenye swala la kushambulia, tuna Arsenal wanahitaji rishafu kidogo kwenye sehemu ya kushambulia, kwa sababu ndo sehemu ambayo inafunga magoli mengi, lakini kama unavyosikia magoli mengi yanatokana na nini? Na set pieces. Lakini kwenye open play tuna magoli. Yes, tuna magoli machache. Though anaongoza kwa set pieces goals ligi ni Man U, so Arsenal. Lakini ukiangalia asilimia kubwa magoli ya Arsenal mara nyingi yanatokana na set pieces. Open play goals zinakuwa zina shake kidogo. Leo unazipata, kesho uzipati. Kesho kutwa tutahitaji wewe ujifunge ili tupate point, kitu ambacho kina mwisho. Hauwezi ukarely on, kinaweza kaisha siku yote. Ukategemea on goal kushinda ubingwa. So Arsenal inabidi kidogo wajitahidi kwenye kushambulia, na Spurs sio mchoyo. Spurs ukimtikisa kidogo kwenye upande wake wa mabeki, lakini huyo namzungumzia kipindi cha Thomas Frank. Siwezi kujua Ido amekuja amekuja na mbinu gani. Kwa hiyo ni game ambayo ni ngumu zaidi kwa Arsenal, kwa sababu watakuwa wanacheza kipindi City ameshacheza. Kwa hiyo tayari atakuwa anacheza mechi mbili kwa wakati mmoja. It's either City amefungwa, Arsenal ataenda pale kukamilisha ratiba kwa sababu atarelax, au maybe atakaza zaidi kuongeza gap la point. Yes, lakini akifika kwamba City ameshinda, pressure inakuwa kubwa kwamba tumeshamwacha point moja.
Yeah, maana si 4 sasa hivi. Akishinda moja unakuwa unabaki na game moja mkononi. Ogopa sana. Unakuwa umebakiza na point. Lazima Arsenal akaforce. Yes, yani lazima uende kila kitu unataka kufanya precise, usikosee. Na ukiwa unaenda kwenye game unatakiwa kila kitu kiwe perfect. Ndio kila kitu kinaenda kuwa wrong. Kwa sababu sehemu ya kupiga pasi ya riski utaogopa ikinaswa, sisi tungeshambuliwa. Siko kwenye position tunafungwa. Kwa kila kitu unataka kiwe precise, na kila kitu unataka kiwe precise, muda unaenda, muda wa kusubiri. Kwa hiyo ni game ambayo matokeo ya City yata-affect moja kwa moja game ya Arsenal. Na City wanacheza Jumamosi. Ndio Arsenal wanacheza daily. Kwa hiyo Arsenal anaenda uwanjani tayari ana matokeo ya City kichwani. Aidha ni mazuri kwao au ni mabaya kwao. Kwa hiyo anacheza mechi mbili kwa wakati mmoja. Na Spurs anafika pale hana cha kupoteza. Yuko nafasi ya 16. Top 4 haiji leo wala kesho. Hawezi kufika huko. Conference haiji, anachojizuia ni asishuke. Labda apewe points za mezani. Yes, anachojizuia ni asishuke. Kwa hiyo mbinu zitakuwa leo tusipoteze, mwingine mbinu zitakuwa leo lazima tushinde. So, here's an interesting start. Mara ya mwisho Arsenal amecheza na Spurs, Eze alifunga goli 3, Trossard alifunga goli 1, Lam Debi 4-1. Mara ya mwisho Spurs amemfunga Arsenal ni msimu wa 2021-22. Kocha alikuwa Antonio Conte, kocha wa Spurs. Mara ya mwisho kabla ya hapo Spurs kumfunga Arsenal, kocha wa Spurs alikuwa Jose Mourinho. Na Arteta huyu. Yani Spurs wameshakuwa na Mourinho, Conte, Nuno Pochettino. Wameshakuwa na almost everyone. Makocha kama 6 hivi. Arsenal wana constant coach Mikel Arteta. I mean, hii ni game muhimu sana kwa Spurs. Ni muhimu, lakini wakiona wanapoteza sio muhimu kwao. Watataka sare or anything. Kwa sababu katika derbies hakuna sehemu ambayo watu wanapata credit kama kuamini kwamba walimnyima mpinzani wake wa jadi ubingwa. And let me tell you, Spurs watakaza sana hii game. Moja, it has been a very long time tangu Spurs amfunge Arsenal. Ukiachana na hizi club friendlies, it has been a very long time tangu Spurs amfunge Arsenal. That is one. Lakini pili, Spurs yuko nafasi ya 16, sehemu ambapo Spurs anaamini he does not deserve to be there. Anaamini kwamba yeye ni kwenye top 6. Actually, narrative ya kuwa na top 6 kwenye Premier League ililetwa na Spurs. Zamani tulikuwa na top 4. Lakini Spurs alivyoongezeka, watu wakaona we can have top 6. Tuna top 6 kwa sababu ya Spurs. Kwa sababu hayupo kwenye top 4, lakini sio mid table team huko. Yuko hapa anaisogelea msimu huu, yuko msimu. You understand? And hakuna kitu ambacho washabiki wengi wanakisubiria kama Spurs kumnyang'anya Arsenal point. Nakukumbusha kwenye game ya lasu ya previous 2 weeks ambao Spurs alitokea goli 2 nyuma dhidi ya Man City akasalve draw. Hakuona kwamba amewasaidia Arsenal. Aliona kwamba yeye kapata kitu kutoka kwa Man City. Na trust me, anachotaka kuja kukifanya kwenye game ya Jumapili sio kumsaidia City, ni kumnyima Arsenal ubingwa. Kwa sababu Arsenal aliwahi kuchukua ubingwa wa Lane Park. Anashinda game ya kuchukua kikombe cha ligi nyumbani kwa Spurs. Spurs hawezi kukubali kuwa daraja tena msimu huu. Aidha alazimishwe au haribu game. Yaani kwamba game sasa isiwe inatangazika. Anakuwa kama Manchester United, alimfunga City kumsaidia Arsenal, afu akamfunga Arsenal kumsaidia City. Ndio anachokwenda kukifanya Spurs. Baada hiyo ni London Derby siku ya Jumapili. Tottenham Hotspur atakuwa uwanjani dhidi ya Arsenal. Tunasubiri na kuona jambo gani ambalo litaenda kutokea. Je, Arsenal ataendeleza mbio za ubingwa akiwa na gap la alama 4 mbele ya Manchester City, ama Manchester City ataliziba pengo na kubakiwa na alama 1? Jambo la kusubiri na kuona weekend hii, weekend ya kibabe, weekend ya kwenda kumwangalia nani anaosogelea zaidi ubingwa wa English Premier League.
City ataziba pengo abakize mwanya. Bana yule jamaa wa kunyoa yule. Game yake ya kwanza inaanza Jumatatu dhidi ya Everton. Game yake ya kwanza kuelekea game 5 sasa nyingine za Manchester. Mara mwisho Manchester United wamecheza na Everton. Everton wali mchezaji nani ni nani yule alipata kadi nyekundu? Mchezaji mkongwe naitwa Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye. Alipewa kadi nyekundu dakika ya 11. Manchester United walipoteza ile game. Aligombana Captain King. Sasa Manchester United walikuwa na hali mbaya sana. Kwa Jumatatu pia. Manchester United walikuwa na hali mbaya sana. So wanakutana tena. Watu walienda live wakamua Everton. Hiyo game. Nakumbuka goli lilikuwa la mapema tu la Ndiaye. Likabaki hilo. Watu wakaenda wakampa Manu pale. Labda ni wangempa na mchezaji mwingine, sio tu keshi kwenye mkeka. Wangemuongezea wachezaji wacheze 12 labda ndio wangeweza kusalimu. Na Manchester United ipo genini? Hill Dickinson Stadium. Pitch jipya ile. Unyama mwingi sana. Hill Dickinson Stadium. Yes. Everton ni kama M23, no real ambition, no anything, wanasumbua tu. Ni vibe and inshallah. Vibes and inshallah. It's going to be a very good game. Everton hawana cha kupoteza sana. They're just going to play kwa sababu Everton hana lengo la kuchukua ubingwa wala kushiriki michuano ya Ulaya. That's too big of ambition for them. Lakini watawasumbua Manchester United kwa sababu they believe they can salvage something from them, and kwa timu ya hadhi ya Everton hii ndo michezo yao ya kusumbua. Akienda kutana na Burnley huko watasumbuana kwa sababu wanaonana ni sisi wote ni age mates, usiniletee. Lakini kwa Manchester United, Everton atakuwa kama fisi anavyoona mkono unaruka hivi, anaona kwamba kale ni kanyama kale naweza nikakachukua. So it's a proper game, and it being on Monday Night Football huwa sio nzuri sana kwa Manchester United, lakini let's wait and see. Kwa sababu kama nilivyosema awali na nitasema tena, Carrick anaweza kuwa ni kocha mzuri, Here we go again. Sina imani kama ni kocha mzuri Carrick. Bado tunakuja kwenye ile new toy syndrome ambayo wachezaji wa Man U walikuwa nayo, kwamba tunamuonyesha kwamba sisi tunaweza kufanya kitu. Nasema tena, sioni mbinu mpya za Carrick ukiachana na kubadilisha formation aliyokuwa anatumia Amorim. Nikasema game 3-4 wameshinda convincingly. Ningesubiri game ya 8, ya 9, ya 10 mfululizo. Ningeanza kuona matokeo yanapatikana kimbinu. Kwa mbinu zile alizonazo. Yes, kwa mbinu alizokuwa nazo ningesema kweli Carrick kuna sehemu anaipeleka Man U. Baada ya kuangalia game na Fulham, mimi nikasema sikuwahi kudanganya kwa sababu naona kile kilichokuwa kinafanyika na Amorim kinarudi. Na Everton siwezi kukwambia 100% kwamba United atafungwa, ila nakupa 75%. Hiyo mechi ni ya 50-50. Sio kwamba unasema United anaenda kuchukua point. Yes, lakini na uhakika Everton anaweza akafanya lolote kwenye hiyo game. Ni kama United sasa hivi hatuwezi kusema ni timu kubwa, yani kama unavyotaja labda. Yes, sasa hivi United amebaki ni timu maarufu, yani kwamba watu wanaijua United kwa historia. Lakini recent years hapa kuanzia misimu 4-5 United na Everton wanapishana finali tu wanaozoingia United, lakini kiuwanjani vitu vichache sana vinapishana. Manchester United si timu kubwa, ni timu maarufu kwa sasa hivi. Okay. Historia yao ni kubwa. Sasa hakikisha hichi kipande cha kwa sasa hivi unakiondoa. Sema Manchester United sio timu kubwa, ni timu maarufu. Afu weka skills sensei. Wale ni michezo ya ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Tumekava mechi zote za Jumamosi, Jumapili, lakini pia na Monday Night Football ya Everton dhidi ya Manchester United. Unakumbuka game ya mwisho ya Everton na Manchester United ilikuwa vipi? Usisahau kuicheki tena game ya Everton na Manchester United siku ya Jumatatu.
Bwana tunahamia kule Spain, La Liga. Yeah. Kule mafahari wawili Real Madrid, FC Barcelona hawapo kwenye Copa del Rey wote. Wametolewa kinyonge. Mmoja aliulizwa why Copa del Rey hawana timu kubwa, akajibu waulize Real Madrid. Hivi Barca ashatolewa Copa del Rey? Wana second league of course. Wana second league. Au waamini kwamba goli nne zinarudi? Mkeka yani mlima wa goli nne. Kaka, Barca alichomoa kwa PSG akashinda 6. Yani nikate kauli yangu. Ni timu ambayo Barcelona tena ya Hansi Flick. Unaweza ukafungwa 10. Yani ni mtu ambaye kufunga ni jadi yake. Yani game unaongoza 5 na unakuja. Wenye timu wote watakuwepo kwenye hiyo game. Kwa hiyo tusiende tukamala. Yes, tusimalize. Osasuna dhidi ya Barca. No, Osasuna dhidi ya Real Madrid. I've said it several times. Sioni Real Madrid akipoteza mchezo. Sasa hivi Real Madrid amejipata. Hashindi convincingly, lakini anashinda. That's the whole point. Na nadhani kwa tofauti ya point moja, kuna sehemu ambapo bingwa tutamtambua. Ni pale ambapo Barcelona atakutana na Real Madrid. Atakayepoteza pale, there's no turning back. Japo it's football, anything can happen along the way, lakini sioni namna ambavyo Real Madrid anapoteza game. Nafikiri Osasuna watakutana na nani yule alikuwa anasema watakutana na pumzi ya moto. Osasuna watakutana na pumzi ya moto kwa sababu Real Madrid hayuko kwenye Copa del Rey, Super Cup ametolewa, UEFA Champions League tia maji anakutana na Benfica kwenye playoffs, si ndio? Regardless na matokeo yatakavyokuwa, because as we are recording right now bado hawajacheza, lakini Real Madrid, the only thing that keeps them awake at night ni La Liga. Na kwa timu kama Real Madrid kuondoka msimu mzima bila kikombe sio hadithi ya kusisimua, yani sio hadithi ya kusisimua. So Osasuna ni hadithi yenye majonzi makubwa sana. Real Madrid kumaliza msimu hana kikombe hata kimoja. Inatokea, lakini sio hadithi ya kusisimua mara nyingi. Nafikiri msimu uliopita ilitokea. Msimu uliopita hamna sehemu Barcelona ilikusanya sana. Yupo dhidi ya Levante. Yeah, Barcelona. Yes. Levante alianza msimu mzuri sana. Kadri siku zinazozidi kwenda anazidi kupoteza kama Crystal Palace. Qualities anakuwa hana kabisa. Qualities za kuamua game anakuwa hana. Dhidi ya FC Barcelona akiwa nyumbani. Yani hapo ni sawa unauliza tayari tushaamka asubuhi, nini kinafuata ni kufungua macho. Unauliza kama papa ni Mkatoliki. Yani kwa game kama hizo tunavyosema tunapokaribia game za maamuzi ni kuanzia game ya 10 kwenda mbele. Hizo ni game ambazo unatakiwa ushinde kwa namna yoyote ile. Aidha hata kama inawezekana mcheze 12 au muue refa au mfanye nini, inabidi mshinde kwa zile game ngumu. Lakini kwenye game kama hizi ambazo ziko obvious inabidi uzimalize first half. Na Flick ni mtaalamu wa kufanya huo utaratibu. Yaani kukunyong'onyezesha second half usije kutafuta chochote. Ndo mkali wa hizo shughuli, kwa sababu sasa hivi anachotolea macho ambacho anacho mkononi cha kukilinda ni La Liga. Kwa sababu UEFA lolote linatokea, kuna magwiji wanajua kuzicheza hizo game na sio watu wakubwa. Unaweza ukakutana na Bodo Glimt siku hiyo kaamka vizuri kama alivyofanya City. Yes, anakupalia. Game ana kichwa ngumu bila anakuja kushinda 2-1, stories zimeisha. Umeondoka. Anachofanya Flick saizi ni kuzuia ambacho tayari anacho mkononi ambacho ni La Liga. Ana uhakika anaongoza ligi na anakutana na watu ambao kwa uwezo wake ana uwezo wa kuwafunga convincing ndio akina Levante. Kwa hiyo sitegemei Levante ataleta usumbufu kimpira, lakini kimaajabu lolote linatokea, ambao hayo maajabu hayatokei mara nyingi. Ndio maana tunaita maajabu. Hayatokei mara kwa mara. So mimi naona ni clear path kwa Barcelona, ni kwamba tu anafungua pazia, anaingia upande unaofuata. Game ambayo nahisi itakuwa ngumu ni game ya Osasuna na Madrid.
Sio game ambayo itakuwa wanasema one way traffic kwa Madrid. Upinzani utakuwepo, na upinzani ukiwepo lolote linatokea. So lakini kwa Barcelona mimi naona ni one way traffic. Barcelona ataingia uwanjani akiwa na confidence, probably anaweza akamaliza game mapema ili mambo mengine ya endelee. Bwana, michezo miwili ya ligi kuu ya pale nchini Hispania, mbio za ubingwa zikiwa bado hazitambuliki nani zaidi ana nafasi ya kuchukua ubingwa pale nchini Hispania. Wote wakiwa kwenye nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini wote wakiwa wanautegemea ubingwa uwe kama silaha mwishoni mwa msimu, kwamba bwana mimi na ubingwa wa La Liga au na nini. Barcelona kidogo ashachukua Super Cup. Shanyanyua kwa hapa. Bwana, pale Italia kuna game zinachezwa weekend hii na sio game za kuacha kabisa. Juventus yupo dhidi ya Como. Como nisema mwanzo na narudia tena, Como ni kama surprise package. Sio surprise package tu, lakini ni timu ya kitofauti sana pale Italia. Inafanya vizuri, lakini pia haina malegend wengi sana ndani ya kikosi. Sio sana, haina kabisa. Zaidi ya Alvaro Morata ambao amekula red card juzi kijinga. Ni timu mpya. Hamna maja, hamna. Timu iliyopanda daraja, so you don't expect mengi sana kwao. Imepanda daraja 2 season ago. So you don't expect them to have a higher wage. Lakini nilifurahi kwamba Como walikomolewa na Fiorentina weekend, walifungwa 2-1 japo wote walikula kadi nyekundu. Fiorentina nyekundu na Como nyekundu. Wanaenda kukutana na Juve ambayo haina matokeo mazuri. Mind you, Juve amepoteza game ya Internazionale, alifungwa 3-2, red card ya mchongo ya bwana Kalulu. Bonge. All those 2 cards za Kalulu zilikuwa za mchongo, lakini anyway that's not the issue right now. Como anakutana na Juve ambaye naye kapoteza dhidi ya Inter. Como kapoteza dhidi ya kibonde Fiorentina, kwa sababu I call Fiorentina kibonde. Fiorentina hana matokeo msimu. I mean, na hatutegemei timu kama Como ambaye ana brag kwenye nafasi ya 6 ya Serie A afungwe, lakini football bloody hell itakuwa game fulani hivi ambayo anticipation ni kwamba kuna kugawana alama hapa, kwa sababu Juve anataka point, Como naye anataka, na wote wametoka kupoteza. Kwa hiyo unexpected expectations. Unakumbuka first leg Juve alikufa 3 na Como alimpa 3 akaondoka. Kwa hiyo Juve anakuja na kumbukumbu za maumivu. Ni game ambayo Allegri inabidi kocha wa Juve awaze mara nyingi kwamba anaapproach vipi. Sikuwa disappointed sana na walichokifanya Giuseppe Meazza against Inter Milan. Haukuwa mchezo mbaya. Ni zile tunasema vitu vidogo vinavyoamua nani ana quality zaidi au nani anataka game zaidi. Ndio kilichotokea game ndio kilichotokea kwenye game ya juzi dhidi ya Inter Milan, kwa sababu game kuna muda ilikuwa balanced. Unaona kabisa lolote linaweza kutokea. Though nilijua kuna muda Juve atakufa. Yaani haijalishi ile red card ya Kalulu au vipi, lakini kwa jinsi game ilivyoanza na ikafika katikati nikajua kwa vyovyote Juve game hawezi. Luciano Spalletti alizidiwa mbinu na Christian Chivu. Yani nikajua tu Spalletti kuna sehemu atazidiwa, kwa sababu pia anamkosa Thuram ambaye ni mtu ni sabu ambayo inaletaga equilibrium kwenye game, kwa sababu ukimtegemea sana Yildiz na Conceição, kuna muda watu wakishika upande ndio Juve inafia pale. Locatelli sasa hivi karudishwa yuko chini kabisa. Kwa midfielder ambao baadaye anakuja kuingia Thuram inaonyesha kama iko ina nguvu zaidi, kwa sababu McKennie ni mtu ambaye ana run box to box na mara nyingi hadeliver kile ambacho kinatakiwa kufanyika. Kwa muona mtu kama Nico Pazzi ambaye ni moja kati ya talenti bora sana sasa hivi Serie A, dogo ambaye anacheza kwenye pocket of space kuelekea kwenye nusu ya wapinzani. Namuona ni talent kutoka Real Madrid ambao Madrid wamemuuzia Como, japokuwa wameweka buyback clause kwamba kwa sababu wameona ili potential ili gold. Ni mtu ambaye
ni wale watu wanasema modern number 10, kwamba anaweza akakusaidia kwenye kushambulia sana, na muda wa kudefend anakaa kwenye position za kukaba nafasi. Kwa hiyo ana detect play na hapo yeye mwenyewe anaweza kukufunga. Yes. Ile cream ya madogo wanaomzunguka Nico Paz, na wao wanafanyia kazi nzuri pasi zake, na wanamuaccommodate kwa ule uwezo wake wa kuona mashimo ya kupiga pasi. Kwa hiyo ni game ambayo itamsumbua Juve, kwa sababu anakutana na watoto ambao wanacheza mpira muda wote. Yeah. Watoto muda wote wanapenda kucheza, na kidogo Juve umri umeshaenda, yani kwa baadhi ya wachezaji wengi ambao wana complete first team. Kwa hiyo simpi sana Como kupata matokeo mazuri kwenye game hii, lakini kwa sababu ya experience na kocha pia wamebadilisha Juve, kwa hiyo mbinu zinaweza kuwa ni tofauti, kwa sababu game ya kwanza walifungwa wakiwa na kocha mwingine, sasa hivi wana kocha mwingine, so ni game ambayo itakuwa ya vuta ni kuvute, lakini Juve anaweza akapata chochote. Bwana, Atalanta dhidi ya Napoli, moja kati ya mchezo ambao kwa Napoli nadhani ni game ambayo anahitaji zaidi kuchukua alama 3 mbele ya Atalanta. Atalanta yuko sasa hivi, lakini pia mbio za ubingwa pale nchini Italia zilivyo, I think inamforce Napoli auende mchezo akiwa na akili ya kuondoka na alama 3. Kwa Napoli sasa hivi moja kati ya timu ambayo sielewi barani Ulaya ni Napoli na PSG. Kwa sababu Napoli inapotakiwa kushinda hashindi. Anapotakiwa asishindi anampa mtu 3, anampa mtu 4, anaondoka. Kama game aliocheza na AS Roma, watoto walijua kwamba Napoli ile game wataondoka la matokeo, lakini Napoli ndo alikuja kustako kuchomoa game ishe 2-2. Yes. Muda wote wanashambuliwa wao. Sijui plani hasa ya Conte kwa sasa hivi ni either ku remain kwenye top 4 acheze Champions League au kutaka ubingwa, kwa sababu Allegri na AC Milan yake ni kama gari limewaka sasa hivi wako pale. Ukimwangalia bwana Chivu na Juventus yake na Inter Milan ndo wana cement tu kuwa kwenye uongozi wa ligi pale, lakini Conte paka sasa hivi sijajua nini hasa anakitaka. Na ukimwangalia Atalanta kwa matokeo ya game 2-3 zilizopita, na yeye ameanza kujipata sasa hivi, ni kama kumuondoa Lookman pale pameleta Ademola Lookman, na aliamua kukimbilia kwa bwana Cholo pale Spain Atletico. Naona kama kumuondoa Lookman kumeleta changamoto kubwa upande wa kushoto. Na ndio iliwasaidia nafikiri paka sasa hivi mechi 3-2 za nyuma wanapata matokeo, na wanapata matokeo kwa kucheza vizuri, sio kwamba wanalibutua ili mradi wafunge, wanacheza vizuri. Kwa hiyo ni mechi ambayo Napoli atapata tabu kidogo, na anaweza vile akapoteza au akatafuta draw tena kama Conte anavyotaka, kwa sababu ukiangalia game ambazo unahisi Napoli anashinda ashindi. Ukiangalia game ambazo Napoli anatakiwa apotezi. Yes. The last time Atalanta ameshinda kitu ni 2023-24 wakiwa chini ya Gianpiero Gasperini, walishinda Europa. Atalanta sio timu kubwa wala sio timu ndogo for that matter. Atalanta hajawahi kushinda Serie A, and I think lengo kubwa la Atalanta ni kucheza michuano ya Ulaya msimu ujao, either UEFA Champions League au Europa, kwa sababu that is the place ambao wamejiwekea hapo. Na Atalanta ni kama feeder club, wanakuwa na wachezaji, wanasajili, wanauza, hawang'ang'anii sana wachezaji. So kazi kubwa iko kwa Napoli, kwa sababu I think Napoli anataka ubingwa, au Napoli anataka chochote kitu msimu huu, so kazi yao ni ngumu. Milan dhidi ya Parma, tumalize. Milan gari imewaka. Wako hawaongozi ligi, lakini hawako mbali sana na anayeongoza ligi. Akishinda wanashinda. Kwa hiyo wako kwenye space ya kuamini kwamba chochote yule atakachokipoteza sisi tutaruka nacho. And
Massimiliano Allegri yuko na vijana wake. Massimiliano Allegri sio kocha mpya AC Milan. Wala Italy for that matter. Anaenda, anaondoka. Yani ni bounce back coach. Okay. Ni kama kwetu hapa Julio Kiwelu na Simba. Anytime Simba akikosa mwalimu kabisa, Julio. Anytime Simba akikosa mwalimu kabisa, Gunda. Unajua, ni bounce back coach wa AC Milan. So he's not a new guy to them, and kuna kitu anakipika na Inter. Biblia inasema mtu aliyesimama angalie sana asije akaanguka. Aliyesimama ndio awe makini zaidi. Yes, aliyesimama awe makini zaidi kwa sababu kuanguka ni mtu aliyokaa bro, kuanguka kwake kunahitaji effort sana. Bwana, hiyo ni michezo ya weekend hii. Tunaenda kukupa hela pale Betwina. Mechi 5 za mwisho kabisa hapa. Tunakwenda kukupa odds za uhakika ambazo unaweza ukazitumia weekend hii na ukaondoka na fedha. Mwezi wa ngapi ukaenda? Yes, ukawa unamaliza mwezi wa pili ukiwa na kiburungutu cha fedha. That's a word, kiburungutu cha fedha. Bwana, tunaanza na game ya kwanza kabisa, ni London Derby. Tottenham Hotspur dhidi ya Arsenal. Mimi naamini both teams zitapata magoli. Hiyo game itakuwa na ushindi mdogo sana. So nafikiri atashinda yoyote. Yoyote atashinda. Lakini ushindi lazima upatikane. Ushindi lazima upatikane. Margin itakuwa moja. Hamna draw. Margin itakuwa ndogo sana. 1-2 na 2-1, lakini yoyote atashinda. Okay. Na game ya Nottingham Forest dhidi ya Liverpool. Liverpool anashinda bro. Hiyo game ni draw. Draw. Chelsea dhidi ya Burnley. Chelsea anashinda. Aston Villa dhidi ya Leeds. Wow. Tutakuwa na sare ya magoli mengi. Aston Villa atashinda. Tumalize na Juventus dhidi ya Como. Wow, Como atakomolewa. Hiyo game ni draw. Okay. Bana, mimi unaweza ukampa Arsenal washinde sare. Unaweza ukampa Chelsea mpe magoli mawili dhidi ya Burnley. Magoli mawili ya. Nottingham Forest dhidi ya Liverpool weka magoli mawili, achana nayo game. Lakini Juventus dhidi ya Como mpe Como washinde sare. Hapo nimemaliza. Nakubali. Bwana, nikushukuru kwa kuwa nasi ndani ya meza ya Game Time. Tumemaliza hivyo. Hivyo ndo sisi tunavyoona, ndivyo Muru anavyoona, ndivyo Skills Sensei anavyoona weekend hii kwenye michezo ambayo tumeenda kuiangalia. Usiache kufuatilia Game Time kupitia Dimbani Connect, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Kwa jina hilo la Dimbani Connect unapata clip zote hizo ambazo tumezongelea hapa, lakini full episode ya Game Time weekend hii ipo YouTube kupitia jina la Dimbani Connect. Uwe na wakati mwema. Game Time, tuonavyo sisi.